Wanadamu mlioko duniani sasa, hasa wale ambao wako katika mamlaka, wenye vyeo, wenye tunafasi fulani ambato tunawapa jeuri hapa duniani. Mimi nataka niwaambie kwamba namna zenu za mitazamo ni kama haziko vizuri. Uwe ni polisi, uwe ni waziri, uwe mwenye cheo chochote, mbunge, rais, yoyote ambaye kusudi lako tu wewe ulionalo ni la kutaka kuwadhibiti watu wenye haki au watu ambao wanapigia kelele dhuluma kwamba watu wasionewe, wasitendewe vibaya. Wewe ukaweka kwenye kundi la watu wahalifu au wako kwa ajili ya kutaka kupambana na wewe au kwa ajili ya kutaka siku kuvurugia kazi yako. Mimi nakwambia ufahamu wako hauko vizuri, kwa sababu akili yako ingekuwa vizuri ungekuwa unajua hawa watu wananichakiza mimi kufanya vizuri. Ila kwa sababu ufahamu wako umekaa kwenye mazingira ya kuthamini sana cheo, kuthamini mali, wakati vitu vyenyewe ni kwamba vinapita tu. Ungeshughulika na utu binadamu na kuishi maisha ambayo yatawafanya watu wafurahi kwa sababu wewe unacho hicho cheo, unayo mamlaka. Lakini imekuwa kinyume kwa sababu ya watu tulionao sasa hizi duniani, wanathamini cheo, wanathamini mali kuliko utu au binadamu wa mtu. Mimi nakwambia utaua watu wema wengi, utawafanyia vibaya wema wengi. Sijajua wewe na mimi naamini tu kama zumuni lako kubwa ni kutaka kutawala watu ambao watakuwa na utulivu. Lakini mimi nikuhakikishie, utakapozidi kuendelea kuharibu, kuwapoteza, kuwafunga, kuwaua watu wema wanaokuambia makosa yako, wewe jua kuna wakati utakuja kuongoza vibaka ambao wewe mwenyewe hautakaa kwenye hicho kitu unachokikalia. Hautakuwa kwenye nafasi unayokaa. Wewe polisi unaweza kujifanya na tubunduki kitu wako uto. Mimi nikwambie tu kwamba wewe ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Na upo wakati unaweza kujivuna kwa sababu ya tusirau litonato. Lakini hawa wananchi, hawa wanadamu waliopo saizi duniani hawa na maisha yalivyo magumu saizi, wanaweza kuja kukutoa kwenye nafasi ulionayo, wanaweza kuja kukutinga na pamoja na kasirao liko nako hako. Wewe mtu shaka kundi kama askari mko labda mko watu 1000 au labda ni 10,000 au labda ni mko 200,000. Watu ambao ni raia hawana kazi, wako tu mitaani zurura mitaani humu wanafanya kazi za ugumu na maumivu. Wako milioni 60. Sijajua wewe unajivunia nini kwamba hawa wanadamu wakiamua tu kuvurugika. Sidhani kama wewe kwenye cheo na nafasi unaona tunaka askari iko nako hako. Sidhani kama utafika nako mbali. Mimi nataka nikwambie kwamba pambana sana kuishi maisha ambayo wanadamu watakufurahia. Ina namna nyingine ya kuthamini cheo, si kuthamini fedha, kuthamini mali, na ukajiona kwamba ni mjanja kwa sababu na kana nafasi fulani utamwambia ile shika kama mbwa. Ukajiona kwamba uko salama. Wewe ni mwanadamu. Tengeneza maisha ambayo walitengeneza kina Magufuli. Walikuwa wakipita mahali popote wanachomewa na mahindi wanakula. Lakini viongozi mliopo sasa hizi, sidhani kama mtu anaweza kawaza hata kuchomea mahindi. Akupe chochote, wanakupa ni machawa wako ambao unakuwa umewahonga honga fedha, umewahonga tu vyeo. Mimi nataka nikwambie maisha, ukiishi maisha ya haki, maisha ya binadamu, watu wenyewe watakuwa na mazingira mazuri ya kukupenda. Kwa hiyo mimi nikushauri mtu ulio katika mamlaka, achana na mambo ya kuwafunga wala kuwatendea ubaya watu wanaokukumbusha maana ambapo ufanye vizuri. Mimi naamini mtu akiopa kukukosoa kukuambia maana ambapo ufanye vizuri, ndio taa yako, kwa sababu wewe ukiishi na magiza uwezo ukakaa tu kwenye giza ukajisikia raha. Ndio maana tunanunua taa, tunanunua tochi kwamba zitumulikie maana ambapo kwenye giza. Kwa hiyo mtu mwema au mtu anayekuwa anakuambia maana ambapo ufanye vizuri, huyo ni taa yako. Utakuwa unampenda na kumsamini na kumweka kwenye nafasi ambayo kila hata akikukemea kwenye namna ya kauli ngumu yako, maandiko katika Misali nasema kwamba amkemea rafiki yake hatimaye atapata kibali. Sasa sijajua viongozi mliopo saizi, mapolisi ndio wamekuwa waajabu. Mimi moja ya wanadamu ambao siwaelewi. Sielewi watu wanaitwa polisi. Polisi siwaelewi kwa sababu sijajua wameelewa kitu gani. Yaani wana mazingira fulani ya kuona, yani kwa sababu ni polisi, ametoka kwenye ubinadamu. Yeye ni lidudu tu fulani hivi ambalo lenyewe ni kufanya vitu ambavyo vya kuoneana. Wewe polisi ni mwanadamu wewe. Wewe ni mwanadamu wewe. Shida tu sio tu mazoezi tu tunatufanya. Wewe ni mwanadamu. Kwa ishi maisha ambayo yatakuwa na mazingira ambayo wanadamu watakupenda, watakufurahia. Sasa jeshi la polisi dhani raia ambaye analifurahia sidhani, yani sina uhakika. Sidhani ambaye raia akimuona polisi anaona amemuona binadamu, sidhani. Mimi nahisi kama mtu anayekuwa anamuona polisi, anaona kama ameona kitu cha ajabu kwamba hiki kitu sijajua kilikuwa kwa mapenzi gani. Lakini mimi nikuonye tu, la polisi ni kuonye mtu mwenye mamlaka. Ukiangalia mabuu wa bunge wamekaa bungeni na unaona wamekaa ni majamaa fulani hivi yenye miroho fulani mibaya kweli yani. Yana najadili vitu vya ovyo, vitu vani wanadamu, wananchi huko wanateseka, wanahangaika. Linajadili tu wenyewe kuendelea kubaki kwenye nafasi ya ubunge. So utapata faida gani? Ukijilimbikizia mimali, unakuja kukuta mimali umelimbikia mitoto yako inakuja kuwa mimalaya, ina mitabia mibaya. Sijui kama unapata faida yoyote. Lakini mimi nikuase na kukuonya mwanadamu, umefika mbali. Mwanadamu umefika mbali kwa sababu unatumaini kitu ambacho hakina thamani yoyote, hakina faida yoyote. Babu yako alikuwa na hivyo vitu kwa navyo, lakini sasa hayuko, ameviacha vinashangaa tu duniani. Kwa hiyo mwanadamu una thamani kuliko cheo, kuliko vazi la upolisi hilo. Una thamani kuliko vazi, kuliko cheo. Una thamani kuliko nafasi ulionayo. Una thamani kuliko gari au kuliko viatu unayotaka kutembelea. Wewe una thamani kuliko hicho kitu ambacho unakitamani. Kwa hiyo mimi nikuase mwanadamu kwamba tazama mtazamo wako vizuri.
Ishi maisha ya haki na achana na namna ya kufanyia watu vibaya. Watu wanaokukumbusha maana unapofanya vizuri. Usitekeleze sheria, usitekeleze mipango fulani miovu kutoka kwa wazungu huko, ukaitekeleza na kuisimamia kwa sababu na kacheo na kanafasi. Wewe unajua ni mwanadamu, na wewe unapanda leo, kesho utayavuna. Yatachelewa tu kuja kuvuna. Ni sawa na vitu ambavyo unaweza kuvipanda leo. Utavuna mpunga, panda muda mchache, utavuna muda mchache. Lakini yako mazao wanapandaga watu miaka inaenda, wanakuja kuvuna wakati amechoka na kuchoka. Kwa hiyo mimi nikwambie kwa mwanadamu kwamba utu ni bora kuliko mali, utu ni bora kuliko cheo, utu ni bora kuliko nafasi ulionayo. Kama utakuwa na masikio ya kusikia, basi neema ya Kristo ipo pamoja nawe.